Karibuni tena kwenye mfumo wa nyumbani wa GCA, chuo chenu cha mafunzo ya kitaalamu kwa ajili ya kufanya kazi katika nyumba za Ghuba. Tutembelee wakati wowote kwenye tovuti yetu ya workdomestic.com. Nina furaha sana kwamba mmemaliza moduli ya 1. Leo katika moduli ya 2, tutajifunza kuhusu vifaa vyenu muhimu zaidi vya kazi, vifaa na bidhaa za kusafishia mtakazotumia kila siku. Kuvijua vifaa vyako vizuri ndiko kunakomtofautisha anayeanza na mtaalamu wa kweli. Katika nyumba ya kifahari, kutumia kifaa sahihi kwa kazi sahihi ni muhimu kwa kudumisha viwango vya kitaalamu. Tunaanza sasa. Tutaanza kwa kuangalia eneo lako la kazi la kitaalamu, chumba cha vifaa vya kusafishia na jinsi ya kukifanya kiwe na mpangilio kwa ajili ya ufanisi wa juu kila siku. Katika nyumba ya kitaalamu ya GCA, utakuwa na eneo maalum kwa ajili ya vifaa na bidhaa zako zote za kusafishia. Hili ndilo eneo lako la kazi la kitaalamu na lazima kiwe safi kila wakati. Hii inaweza kuwa chumba cha kuhifadhia, kabati kubwa au eneo la huduma. Jinsi unavyopanga na kutunza eneo hili kunamwambia mwajiri mengi kuhusu taaluma yako na umakini wako kwa maelezo. Mtaalamu kila mara anajua mahali kila kifaa na kila bidhaa ilipo. Hupaswi kamwe kutafuta vitu ukiwa unafanya kazi. Hii inakuokoa muda na inaonyesha heshima kwa nyumba. Kila kitu kina mahali pake na kila kitu lazima kirudishwe mahali pake mara moja baada ya kutumiwa. Hii inaokoa muda wako na kuonyesha familia kuwa wewe ni mfanyakazi mwenye mpangilio. Kidokezo cha kitaalamu: mwanzoni mwa kila wiki, kagua vifaa vyako. Mwambie mwajiri wako mapema ikiwa unahitaji chochote zaidi. Usingoje hadi bidhaa iishe kabisa kabla ya kuomba nyingine. Tusembelee kwenye onyesho la 3, vifaa vya sahigani. Kusafisha sahigani ni moja ya majukumu yako muhimu zaidi. Tutaanza na misingi ya kusafisha aina tofauti za sahigani. Ufagio na jalala, hatua yako ya kwanza kabisa katika kusafisha sahigani. Kila mara fagia kabla ya kupiga deki. Ukipiga deki bila kufagia kwanza, unasukuma dumi tu kwenye maji machafu. Fagia kuanzia pembe za mbali za chumba ukielekea mlangoni. Kusanya kila kitu kwenye jalala na ukiweke kwenye pipa. Hii inahakikisha hakuna vumbi linalobaki kabla ya kusafisha kwa maji. Katika nyumba zenye sahigani za marumaru, tumia ufagio laini, sio ngumu. Nyuzi ngumu zinaweza kukwaruza na kuharibu nyuso nzuri za marumaru baada ya muda. Kagua ufagio kabla ya kutumia. Kinachofuata ni deki na ndoa. Kujaza ndoa na kiasi sahihi cha maji na bidhaa ya kusafishia ni muhimu. Fuata maelekezo ya mtengenezaji kwa kiasi sahihi cha bidhaa. Kanuni ya kwanza: kila mara kamua deki vizuri kabla ya kuiweka sahigani. Ikiwa deki imelowa sana, inaacha maji mengi ambayo yanaweza kuharibu marumaru na kusababisha hatari ya kuteleza. Kanuni ya pili: badilisha maji yako ya deki mara yanapokuwa machafu. Kupiga deki kwa kutumia maji machafu kutaifanya sahigani iwe chafu zaidi na inaweza kuacha madoa. Weka maji yako yakiwa safi. Tumia mwendo wa namba 8 au mwendo wa mbele na nyuma, ukirudi nyuma kuelekea mlangoni. Hii inahakikisha hupigi hatua kwenye sahigani safi na iliyolowa unapomaliza chumba. Hii ndiyo njia ya kitaalamu. Muhimu: kila mara tumia deki tofauti kwa jikoni na kwa bafuni. Kamwe usitumie deki ile ile kwa maeneo haya mawili ili kuepuka kueneza bakteria hatari kati ya vyumba. Kipapali vumbi hutumiwa kwa ajili ya mazulia, mikeka na samani kama vile sofa na viti. Nyumba za GCA mara nyingi huwa na mazulia ya Kiarabu yenye thamani yanayohitaji utunzaji wa mara kwa mara na makini. Unapotumia kipapali vumbi, nenda polepole. Kwenda haraka sana kunafanya uchafu wa ndani usiondoke. Tengeneza mistari inayopishana ili kuhakikisha unasafisha kila sehemu na kuvuta vumbi lote. Tumia kifaa cha pembeni kwa ajili ya pembe na kando ya kuta ambapo vumbi hupenda kujificha. Mtaalamu kamwe hasahau maelezo madogo.
Tumia pia brashi ya samani kwa ajili ya sofa na mapazia. Tahadhari, kamwe usitumie kipapali vumbi kwenye maeneo yenye maji. Itaharibu mashine na ni hatari sana. Kila mara kagua pipa la vumbi na ulimwage likijaa nusu. Inapunguza nguvu ya kuvuta. Sasa tuangalie vifaa vya nyuso na vifaa maalum. Tutaanza na vitambaa vya microfiber, vifaa vyenu muhimu zaidi vya kazi. Hutumiwa katika kila chumba nyumbani. Hulisafisha nyuso vizuri zaidi kuliko vitambaa vya kawaida kwa sababu nyuzi zake ndogo hunasa vumbi na bakteria badala ya kuvihamisha tu. Ni laini sana kwa vifaa vya vila vyenye thamani. Tunatumia mfumo wa color coding. Kitambaa cha buluu ni kwa ajili ya nyuso za kawaida, samani na maeneo ya kuishi. Ni kamili kwa ajili ya kufuta vumbi na kupiga polishi. Vitambaa vya njano ni kwa ajili ya jikoni na vifaa vya jikoni pekee. Kutumia njano jikoni kunasaidia kudumisha usafi na kuepuka maambukizi ya bakteria kati ya maeneo. Kuwa makini na usafi jikoni. Kitambaa nyekundu ni kwa ajili ya bafu na choo pekee. Hii ni muhimu kuhakikisha kuwa vijidudu vya bafuni havijawahi kupelekwa jikoni au maeneo ya kuishi. Kila mara uwe mkali na vitambaa nyekundu. Vitambaa vya kijani ni maalum kwa ajili ya vioo na madirisha. Vinasaidia kufikia mwonekano safi na wa kitaalamu usio na madoa. Kumbuka buluu, njano, nyekundu na kijani. Ni rahisi kukumbuka. Kamwe usitumia kitambaa cha bafu jikoni. Na kamwe usitumia kitambaa cha jikoni kwenye choo. Mfumo huu wa color coding ni kiwango muhimu cha usafi katika kazi. Brashi ya kusugua ni kwa ajili ya kusugua madoa magumu kwenye tiles na sakafu, hasa bafuni na jikoni. Itumie pamoja na kemikali sahihi ya kusafishia ili kuondoa uchafu sugu. Brashi ya choo hutumiwa kwa ajili ya kusafisha ndani ya shimo la choo pekee. Usiitumie kwenye sehemu nyingine yoyote. Baada ya kuitumia, suuza vizuri kabla ya kuirudisha kwenye kishikio chake. Kifuta vioo hutumiwa baada ya kunyunyizia dawa ya vioo kwenye vioo na madirisha. Tumia miondoko ya kuanzia juu kwenda chini na ufute kifuta vioo baada ya kila mpigo mmoja. Inacha vioo safi kabisa. Sehemu ya A kuhusu vifaa vya kusafishia inaishia hapa. Katika sehemu ya B, tutazungumzia kemikali na sheria muhimu za usalama. Unaendelea vizuri sana. Part A about cleaning tools ends here. In Part B, we will discuss chemicals and important safety rules. You are doing great. Karibuni tena kwenye mfumo wa nyumbani wa gesi. Katika sehemu hii ya B ya moduli ya 2, tutajifunza zaidi kuhusu kemikali za kusafishia na usalama wako kazini. Kuelewa kila bidhaa inafanya nini na jinsi ya kuitumia kwa usalama ni muhimu sana kwa afya yako na kwa kufanya kazi yako kwa weledi. Kemikali za kusafishia sio hatari ikiwa unazitumia kwa usahihi. Lakini kuzitumia vibaya kama kuchanganya kemikali zisizotakiwa kunaweza kukudhuru sana. All-purpose cleaner ndiyo bidhaa utakayotumia zaidi kwa nyuso za kawaida. Kila mara ichanganye na maji, kwa kawaida sehemu moja ya dawa kwa sehemu 10 za maji. Bleach ni sana kwa ajili ya kuua vijidudu bafuni na kwenye tiles. Inapaswa kushughulikiwa kwa umakini mkubwa. Vaa glavu za raba kila wakati. Kila mara changanya bleach na maji, sehemu moja ya bleach kwa sehemu 50 za maji. Fungua madirisha au milango unapoitumia ili kuondoa harufu ya sumu. Hii ni sheria muhimu ya usalama. Tahadhari, kamwe usichanganye bleach na bidhaa nyingine yoyote ya kusafishia. Kuchanganya kunatengeneza gesi ya sumu inayoweza kukuua. Ukichanganya kwa bahati mbaya, toka nje ya chumba mara moja. Dawa ya vioo hutumiwa kwa ajili ya madirisha na vioo. Nyunyizia moja kwa moja kwenye uso wa kioo au kitambaa na ufute kwa kitambaa cha microfiber kwa matokeo safi. Dawa ya bafuni huondoa madoa ya sabuni na chokaa kwenye tiles na mabafu. Iweke, iache kwa dakika 2 hadi 3, kisha sugua na usuuze vizuri. Fuata maelekezo kila wakati.
Dawa ya sakafu ni kwa ajili ya aina zote za sakafu ngumu. Inasaidia kudumisha mng'ao wa nyumba. Ichanganye na maji kwa usahihi kulingana na lebo ya bidhaa. Dawa ya kuondoa mafuta jikoni ni imara kwa ajili ya majiko na oven. Wakati mwingine inahitaji kuchanganywa na maji, hivyo kagua lebo kila mara kabla ya kuitumia. Dawa ya shimo la choo ni kwa ajili ya ndani ya choo pekee. Iweke chini ya ukingo na uiache kwa angalau dakika 5 kabla ya kusugua na kumwaga maji. Usichanganye kamwe na mbaachi. Dawa ya marumaru na jiwe ni maalum kwa ajili ya nyuso za marumaru zenye thamani. Kamwe usitumie siki au limao, kwani vitaharibu na kuharibu jiwe hilo kabisa. Dawa ya chuma stainless steel inang'arisha vifaa vya jikoni. Polishi ya mbao ni kwa ajili ya samani za mbao. Paka zote mbili kwa kutumia kitambaa safi kwa ajili ya mng'ao mzuri wa kitaalamu. Onyesho la 6: usalama kwanza. Afya na usalama wako ndivyo vitu muhimu zaidi. Nyumba ya kitaalamu ni nyumba salama. Hebu tupitie sheria za msingi za usalama wa kila siku. Kanuni ya 1: kila mara vaa glavu za raba kwa kazi zote za kusafisha kwa kemikali bila ubaguzi. Zinalinda ngozi yako dhidi ya madhara na kunyonya kemikali. Kanuni ya 2: kila mara ruhusu hewa iingie chumbani kwa kufungua dirisha au mlango. Harufu ya kemikali katika chumba kilichofungwa inaweza kusababisha maumivu ya kichwa na matatizo ya kupumua. Kanuni ya 3: soma kila lebo. Inajumuisha maelekezo, tahadhari na habari za huduma ya kwanza. Kila bidhaa ni tofauti. Ikiwa huwezi kusoma Kiingereza, mwombe mwajiri wako akueleze. Kanuni ya 4: kamwe usichanganye kemikali. Si mbaachi na dawa ya choo wala mbaachi na dawa ya kawaida. Usichanganye mbaachi na kitu chochote. Hii ni sheria ya kudumu. Ikiwa huna uhakika, usichanganye. Kanuni ya 5: uhifadhi salama. Hifadhi kemikali zikiwa zimesimama kwenye chupa zao za asili, mbali na watoto, na ikiwezekana kwenye kabati lililofungwa. Ziweke mbali na chakula na mwanga wa jua. Onyesho la 7: yako ya vifaa vya kusafishia. Mfanyakazi mtaalamu hupanga vifaa vyake kwenye ili kufanya kazi kwa haraka na kwa mpangilio bora zaidi. Kidokezo cha kitaalamu: kabla ya kuanza kila asubuhi, tumia dakika 5 kukagua yako. Je, chupa zimejaa? Je, vitambaa ni safi? Mtaalamu aliyejiandaa hahitaji kusimama katikati ya kazi. Kazi nzuri sana. Tumemaliza moduli ya 2. Kumbuka, vijueni vifaa vyenu, tumieni rangi sahihi za vitambaa, na kila mara fanyeni usalama wa kemikali kuwa kipaumbele chenu cha kwanza. Unatengeneza ujuzi wa kweli wa kitaalamu. Tukutane kwenye moduli ya 3 kwa ajili ya kusafisha chumba cha kulala. Endelea kujifunza, endelea kukua, na unafanya kazi nzuri sana. Endelea hivyo.